Nimezungumzia wajasiriamali ambao kimsingi tunafahamu ni mtu ambaye anatumia nyenzo alizonazo kama ni bidhaa, huduma au maarifa alionayo ili kuweza kujipatia kipato. Na sisi Mix siku zote tumekuwa karibu na wajasiriamali kwa kuwawezesha safari yao hiyo ya utafutaji iendane na wakati wa sasa ulivyo. Kama tunavyofahamu dunia imekaa kidigitali, na tunawahimiza watu pia wanaojitafuta nao kwenda kidigitali ili kuweza kutoa huduma katika namna inayofaa zaidi. Huduma zetu ambazo leo tutakwenda kuzisikia zinamlenga mjasiriamali moja kwa moja, kama nilivyozungumzia lipa kwa simu, ambao ni huduma itakayomwezesha mjasiriamali au mfanyabiashara kuweza kukusanya malipo yake kidigitali kwa kupitia simu ya mkononi. Hii itamuondolea adha ya yeye kushindwa kufanya mahesabu yake, kushindwa kutunza rekodi zake za kifedha, lakini pia kushindwa kuwafikia baadhi ya wateja ambao hawatembei na pesa mkononi. Kwa hiyo tunaongeza wigo kwa wafanyabiashara kwa namna hiyo. Sawa, Msham. Sisi sasa tunaanza kutumia hii huduma. Inaweza kutusaidia pia au kuna njia nyingine lazima tuweze kuzifanya tufikie yale malengo yetu ya kifedha? Okay, so kwanza kabisa kwenye hii kampeni ya kila hatua Mix, hapa tukitoa na huduma za lipa kwa simu, tunatambulisha au tunaleta kwa Tanzania huduma zetu 4 ambazo ni pati ya hii kampeni, ambazo ni huduma 2. Kwanza ni za mikopo. Ya kwanza inaitwa Nivushe Plus, ya pili inaitwa Boostisha, ya 3 Kibubu, na ya 4 ni lipa kwa simu ambayo mwenzangu hapa Justin ameizungumzia. So kwa nini tumesema tunataka tuwape wa Tanzania ufahamu na kuelewa? Hizi ni huduma ambazo sisi kama kampuni ya simu tuna huduma nyingi sana, lakini kwenye kampeni hii tumesema specifically tuzungumzie huduma hizi 4. Okay, na kubwa kwanza 2 ambazo nataka nizungumzie kwa haraka. Kwanza ni huduma hizi za mikopo. Unajua tunafahamu kwamba wafanyabiashara wa Tanzania wanahitaji mikopo, aidha kujiendeleza, wanaweza kusomesha watoto kama tulivyozungumzia hapa mambo ya elimu, umeelewa, aidha kufanya biashara na kadhalika. So sisi tuna aina tofauti ya mikopo. Kuna mkopo wa kwanza ambao kwenye huduma yetu ya kwanza ya Nivushe, hii ni specifically kwa wateja ambao tunatoa mkopo mpaka wa shilingi milioni 2. Na hii uhitaji chochote, kama as long as wewe ni mteja wetu wa Mix, umeelewa, uko na sisi kwa muda mrefu, sisi tutaangalia jinsi unavyotumia huduma yetu ya Mix, tunachakata, tunasema mteja Tanzania fulani, mteja wetu fulani umekidhi vigezo, tunaanza kukupa polepole. Jinsi utakavyokuwa na sisi vizuri kwa miaka mingi, ndio unaweza kupata hadi milioni 2 kwa sasa, ingawa tunavyoelekea mbeleni huduma hii limit ambayo tunaiweka sasa hivi itakuwa kubwa na zaidi. Lakini jiulize ni njia gani rahisi ya kuipata huduma hii? Ni kwamba huhitaji kwenda kupanga foleni, kujaza fomu, wala ni wewe zangu unatumia simu yako, unatumia Mix yako. Maana sisi kila unavyotumia ile matumizi tunakuongezea ile limit kutokana na tabia yako au utaratibu mzuri unaofanya. Kwani rahisi, ukiona shida unataka kulipa ada, unataka kulipa nini, uhitaji hata kusubiri. Umezitoa mfano wa shule hapa, umeelewa? Unataka kulipa ada muda wowote na nini, tangazo lilikuwa zuri, lakini huna kipato kwa wakati mmoja. Lakini sisi kama Mix tunakuwezesha. Kwa sisi ni wawezeshaji wako. Huduma yetu ya pili ambayo kwa haraka nayo ni ya mkopo, na huu ni mkopo tunasema mikopo midogo na ya kati. Hii ni huduma ya Boostisha. Neno yenyewe ukiangalia Boostisha, boost maana yake ni kufanya utoke sehemu nyingine, tunakuboost. Muone sasa huduma yetu ya Boostisha hii inakuwezesha pale, kukuwezesha wewe pale unapokuwa salio lako liko dogo. Unataka kununua umeme, unataka kulipia kitu fulani, maji, unataka kulipia huduma ya TV au chochote, lakini ukiangalia salio labda saa 4 usiku, una sehemu ya kwenda kwa wakala, una nini, na una kiwango kidogo na unahitaji kulipa huduma kwa muda ule. Sisi kama kampuni kama Mix tunasema mteja wetu ni mzuri, tunaangalia tunafanya nini, tunakuboost. Kwa kama una shilingi 10,000 unataka kununua umeme shilingi 30,000, tunakuongezea ile extra 20,000 kukuwezesha wewe kupata huduma kwa wakati ule na muda ule ufasali. And then huduma yetu ya 3 ambayo ni Kibubu. Sasa Kibubu ni huduma ya akiba au saving kwa neno lingine. Maana yake ni nini? Sasa kawaida zamani tulikuwa tuna save, au bado kuna watu wana save kwa chini ya magodoro, kwenye vibubu vya boxi na kadhalika. Sasa ile imagine kila siku na save 200 au 500, ukija kukivunja ni kiko vile vile, hakijazidi hata shilingi 10. Na kisomo utakuwa unajua unakiweka. Unajua unakiweka. Lakini sasa Kibubu chetu sisi tunachokifanya ni kwamba unaweka kwenye simu, unaweka kwenye simu yako ile, unaisave, unaweka pembeni. Mimi natumiaga mfano rahisi, ni kama una mfuko miwili. Ile account yako
akaunti yako ya kwa kuu ya Mix ni ya mfuko wako wa kulia, lakini ile akaunti yako ya kusave ni mfuko wako wa kushoto. Kwa hiyo unatoa hela zako kutoka akaunti yako moja unapeleka kwenye akaunti yako ya Kibubu, na kuhamisha hela kutoka Kibubu na kurudisha ni bure, hauhitaji uchaji chochote. Lakini faida yake kubwa ni nini? Sisi tunakupa hadi 6% ya rate au nini, interest tunasema, umeona, kila ambayo ina kwa mwaka, lakini tunakulipa kila mwezi. Okay. Kila mwezi ambao tunakulipa. Kwa wewe despite una save kwenye account kwenye mfuko mwingine kinaongezeka. Kwa ukiweka 10,000 mwezi ujao haitakuwa 10,000, itakuwa 10,000 labda 500, 1000, whatever it is, kutokana na kile ambacho umesave. So hizo ni huduma zetu kuu 4 ambazo leo tuko hapa kwa ajili ya kuzitambulisha. Nadhani mwenzangu Justin amezungumzia kuhusu ya lipa kwa simu na kadhalika. Sawa, kwenye nina swali dogo hapo Mshama, kwenye eneo la mkopo. Okay. Kigezo na mtu mwingine alafu mimi nikana itumia. Okay. Na kidhi vigezo vya kupata mkopo wakati mwingine. Unakidhi vigezo? Kiukweli kwamba sisi tunaangalia as long umesajiliwa namba, maana kwamba ni mteja unatumia vizuri, matumizi yako na huduma zako ndio yanatufanya sisi tukutambue. Sisi tuna huduma zetu, tuna siku hizo wanasema sijui AI kwa Kiswahili chake ni nini, sijui akili mnemba. Akili mnemba. So tunatumia huduma kama za AI, akili mnemba, tunachakatua, tunaangalia jinsi gani unavyopokea hela, jinsi gani unafanya unalipia huduma zetu, unatumia kiasi gani. Hili ndio inatupa sisi uwezo wa kutambua kwamba mteja wetu unaweza sasa kukizi kulipa kiasi fulani. Kwa watu kutokana na ile ndio tunaamua kukupa limit kiasi fulani. The more unavyofanya zaidi sasa ile kiwango chako kinaongezeka. Kwa yani as long as unatumia na sisi, umeona, tunakuwezesha wewe kukuongezea na kukupa hiyo uwezo wa kukopa na sisi. Sawa, Justin, mteja anapaswa kufanya nini hasa ili kunufaika na kampeni hii ya Kila Hatua Mix? Kwanza kabisa kama ulivyosema, awe mteja wetu. Ukiwa mteja wetu, huduma hizi zote zipo kwa ajili yako. Na kama wewe bado sio mteja wetu, unakuwa unachelewa, ila bado una nafasi. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kupata laini yako ya Yas. Ujiunge na Mix kwa kufungua akaunti yetu pale, ambao ni moja kwa moja. Ukipata line ya Yas na maana umekuwa mteja wa Mix. Alafu endelea kutumia huduma zetu. Tuma pesa, pokea pesa, weka pesa kwenye Kibubu kama alivyosema ndugu yangu Mshama. Kwa tabia yako ile ya matumizi ya kifedha ya kila siku, ya kuweka kwenye Kibubu, ya kutuma pesa, ya kupokea pesa, kulipia bili za maji, umeme, ameongelea Mshama hapa, ada na huduma nyingine zote ambazo tunazitoa. Hizo ndizo ambazo tutazitumia kama kigezo cha wewe kupata faida nyingine zaidi. Kwa mfano kama kupata mkopo wa Bustisha au Nivushe, tutaangalia tabia yako ya matumizi ya kifedha. Kwa hiyo kwa kurahisisha tu kujibu swali lako ni kwamba kwanza kuwa mteja wetu, tumia huduma zetu, alafu haya mengine yote ambayo tumekuletea leo kwenye Kila Hatua Mix unayapata kirahisi kabisa. Sawa. Nibaki kwako Justin hapo. Mnatuambia nini sisi kuhusiana na usalama wa akaunti zetu? Cha kwanza kabisa, nadhani tumekuwa tukitoa matangazo mengi, na nadhani serikali pia kupitia taasisi kama TCRA pamoja na polisi na benki kuu wamekuwa wakisisitiza kwamba kila mteja atunze namba yake ya siri. Namba ya siri ni ya kwako. Usimpe dada wa kazi, usimpe mkeo, usimpe mumeo, usimpe mtoto wako. Ile ni ya kwako, kwa sababu hata mkeo, hata mkeo kwa sababu likitokea la kutokea sisi tutarudi pale pale kama sheria inapokutaka kwamba akaunti yako, namba yako ya siri ni ya kwako. Kwa hiyo tunza namba yako ya siri, lakini pia namba yako ya siri basi kidogo iwe ya tofauti, kuwa mbunifu. Sio namba zinazofuatana 1 2 3 au namba hiyo hiyo sijui 888 au mwaka wa kuzaliwa ambao mtu anaweza akabuni tu. Mimi najua Mshama mwaka fulani na mimi ni kibuni tu nimepatia. Kwa hiyo kuwa mbunifu, weka namba ambazo sio rahisi mtu kuweza kuzitambua. Hifadhi namba yako, usiandike mahali, ishike kichwani ili mtu asije akaweza kuipata kirahisi. Lakini pia tunasisitiza watu mara kwa mara kwenda kuangalia namba yake ambayo anatumia imesajiliwa mara ngapi, imesajiliwa na nani, ili usije ukaingia kwenye matatizo kwamba mtu ametumia namba yako kufanya uhalifu na wewe ulikuwa hujui kama imesajiliwa na mtu mwingine. Na pia tunazidi kusisitiza usipokee ujumbe wote ambao huufahamu au link hizi zinazotumwa kwenye message, usizibonyeze wala usizifungue kama huifahamu. Ripoti au futa. Pamoja na zile jumbe nyingine zozote ambazo zinatoka kwa watu wa huduma ambazo unaona zina viashiria vya utapeli, tuma kwenye namba hii, au sijui nitumie kwenye namba hii, au
namba hii hapa nipigie baadaye, fanya 1 2 3. Usifanye hivyo, kwa sababu sisi kama watu wa huduma tuna namba moja tu ya kukupigia ambayo ni namba 100, na kwenye kutuma message tunatuma na namba zetu. Kwa mfano sisi Mix utapata kutoka Mix by Yas au Yas. Kwa hiyo kuwa makini unapokea jumbe mbalimbali ambazo unaona zina viashiria vya utapeli. Sawa, Mshama, kabla tujamaliza tukumbushe pengine hizo huduma 4 ambazo umezitaja kwa haraka kwa dakika moja, ili yule ambaye pengine ameungana na sisi hapa ajue leo kipi hasa mmekitambulisha kutoka Mix. So kiukweli kama alivyosema Justin, tunaomba Tanzania na wateja wetu wa Mix na wa Yas waendelee kutumia huduma zetu. So tuna huduma kuu 2 za mikopo, nazo ni nivushe, tunakuvusha pale unapokwama, bustisha, tunakubustisha pale unapokuwa na matatizo. Kibubu, nadhani tunaelewa maana ya kibubu ni nini. Kibubu kinakuwezesha wewe usave hela yako, lakini usave hivi hatukuachi